Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mazingira ya ajira za nje ya nchi, ikiwemo kuimarisha mifumo ya usimamizi wa ajira, kuongeza ulinzi wa kisheria kwa wahamaji wa kazi, kutoa mafunzo ya kabla ya kuondoka kama nilivyosikia hapa mmeshapewa, pamoja na kukuza ushirikiano na nchi zinazopokea wafanyakazi na kuzingatia misingi ya usalama, heshima ya utu wa Mtanzania, ulinzi wa haki za wafanyakazi na tija ya kiuchumi. Hatua hizi zinalenga kuhakikisha kuwa ajira nje ya nchi inakuwa fursa salama, yenye tija na yenye manufaa kwa kijana mmoja mmoja na kwa taifa kwa ujumla. Ndugu waalikwa, siku ya leo ni ya kipekee sana kama nilivyosema awali katika utekelezaji wa juhudi za serikali za kuratibu na kusimamia fursa za ajira nje ya nchi. Juhudi hizi zinawashirikisha kwa karibu wadau wake wakuu ambao ni wakala binafsi wa ajira tulionao hapa baadhi nchini, wanaoendelea kuwa nguzo muhimu sana katika kufanikisha ajira salama, halali na zenye staha kwa Watanzania na zinazolinda kikamilifu maslahi, haki na utu wa Mtanzania anayekwenda kufanya kazi nje ya nchi. Na kutokana na igizo liloisha sasa hivi, nadhani wenyewe mmekubali bila kupitia hizo njia halali kwa wakala hao wanaotambulika, mambo hayawi mazuri. Kwa mujibu wa sheria, kanuni, miongozo na taratibu zilizopo, wakala binafsi wa ajira husajiliwa na kusimamiwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kupitia Idara ya Kazi, na jukumu lao kuu ni kuwaunganisha Watanzania na fursa za ajira katika soko la ajira la ndani na nje ya nchi. Wakala pia husajiliwa na kutoa huduma zao chini ya mwongozo wa wakala binafsi wa ajira wa mwaka 2025. Serikali kwa upande wake ina wajibu wa kuimarisha mifumo ya kisheria na kitaasisi inayosimamia ajira ya nje na ndani ya nchi, kuingia mikataba ya kiserikali na nchi mbalimbali kwa ajili ya ajira salama na zenye staha, pamoja na kuanzisha na kuimarisha mafunzo ya kabla ya kusafiri, pre-departure orientation, ili kuandaa Watanzania kabla ya kuondoka nchini.